Basi ndugu zangu, leo hii ningependa kuwakaribisha katika ibada ya siku ya leo. Ikiwa ni tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Naam. Sasa ningependa kuwakaribisha wote watazamaji mahali mlipo, ili tuweze kujifunza wote kuhusiana na maandiko na yale Mungu anatutakia tujue katika maisha yetu ya baadaye. Kwa mfano mwalimu wangu, Naam. Sisi kama Adventista tunategemea vitabu viwili. Yaani Biblia na vitabu vya roho ya unabii. Moja wapo ni kama Testimonies to Ministers and Workers. Ingine inaitwa Pambano Kuu, ama kwa lugha ya Kiingereza inaitwa The Great Controversy. Na kuna hii inaitwa Healing Ministry. Kwa hivyo hizi ni baadhi ya vitabu ambazo sisi kama Adventista tunavitegemea. Kwa hivyo ni Biblia na roho ya unabii. Asante. Hivyo basi bila kupoteza wakati, tunaenda moja kwa moja ili tuweze kuanza rasmi kipindi cha siku ya leo. Sasa mahali ulipo mtazamaji, chukua Biblia yako, chukua nakala, chukua pamoja na kalamu ili uweze kuinakili. Alafu kama uko na Biblia unaweza kufungua vitabu vya roho ya unabii. Pia unaweza kufungua ili uthibitishe yale tunayoyasema. Kwanza, kabla ya kuanza, ningependa tusome Timotheo wa kwanza 2:1. Inasema ya kwamba yani kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi ziweze kufanyika kwa ajili ya watu wote. Kitabu inatuambia kabla ya mambo yote naomba dua na sala ili ziweze kufanyika kwa ajili ya watu wote. Bila shaka tunaweza kupata ombi. Na tuombe. Mtakatifu Baba uishie milele, asante kwa ulinzi ambao umeweza kutuwezeshea. Umeweza kutufikisha katika sabato hii ya leo, umetuongoza na umetulinda. Mahali popote watazamaji wanapoitazama video hili, Bwana uweze kuwafikia katika Roho wako Mtakatifu, uweze kuwaongoza hili chochote tunachoenda kujifunza yaweze kuingia katika mioyo yao na waweze kujua yaliyo kweli. Bwana tunakuomba ili uweze kuwa pamoja nasi, ututumie kama chombo chako. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Kwanza kabisa mwalimu wangu. Naam. Watazamaji wanaweza kujiuliza hawa ni kina nani? Wengi wakijiuliza sisi ni akina nani? Bila shaka jibu langu litatokana na Biblia. Sisi ni wana matengenezo. Wengine watajiuliza kwani mnatengeneza nini? Wengi wamejiuliza matengenezo imeanza lini na mbona matengenezo iliwe? Katika kanisa la Kiadventista ya sasa, matengenezo imeweza kufanyika. Na sisi tunapojiita wana matengenezo ni kwa sababu kuna mahali palipopomoka tunapajenga. Hiyo ni kitabu ya Isaia 58:12. Isaia 58. Kumbe pale ama tunapojiita wana matengenezo ni ya kwamba tunatengeneza mahali palipobomoka. Na si eti kwamba imeanza kubomoka, ilishabomoka kitambo. Ndio maana tumekuwa na reformers tangu. Maana kanisa la Mungu linapaswa kuwa safi, halipaswi kuungana na dunia. Hivyo basi kitabu cha Isaia 58 mstari wake ni wa 12 inasema ya kwamba, kwa lugha ya Kimombo inasema those from among you shall build the old west place, you shall raise up the foundations of many generations, and you shall be called the repairers of the breach, the restorers of street to dwell in. Kwa hivyo sisi kama wana matengenezo tunapajenga palipopomoka. Naam. Kwa hivyo maybe kwa wale ambao hawanijui kwa majina, natambulikana kama mtumishi Ezra. Kwa upande wako mwalimu?
Mimi kwa majina yangu najulikana kama Cheruiyot Yagon Harrison. Ama ukipenda ni mtumishi Harrison. Kwa hivyo hawa ni watumishi kutoka Kenya, county ambayo inaitwa Nakuru. Kwa hivyo asante sana kwa kuungana nasi, kwa kutufuatilia, maana mafundisho yetu yatakufaa na yatakufaidi na yatakusaidia mpaka uingie katika ule ufalme ambaye tumeweza kuahidiwa. Asante. Pia kutokana na matengenezo kutaweza kuwa na swali, kwani nini imeweza kupomoka katika kanisa la Kiadventista? Mbona sisi tujitenge na kanisa la Kiadventista ambaye Mungu mwenyewe aliweza kulianzisha? Bila shaka katika tunapoangalia katika historia ya kanisa la Kiadventista kuna yale waanzilishi waliamini. Na pia tunapoirejelea kwa sababu kitabu ya Yeremia ngapi? Yeremia 6:16. Yeremia 6:16 inatuambia turudie katika mapito ya zamani, tuweze kuchunguza yale wazee wetu waliamini. Bila shaka tulipokuwa wana matengenezo tuliweza kurudi katika yale waanzilishi waliamini, ndiposa tukaweza kujua kuwa kanisa la Kiadventista ya sasa imeweza kujitenga na misingi ya imani. Nipe kitabu inaitwa Yakobo 8:8. Yakobo 8:8. Yakobo. Hapo watu watajiuliza mbona sisi tumeweza kujitenga na kanisa la Kiadventista. Unapoona hata katika hii pambano kuu 45.1 45.1. Nafikiri ni Ayubu mwalimu wangu. Ayubu Job 8:8. Kwa hivyo inazungumzia, inasema ya kwamba tuangalie mapito ya wazee wa zamani. Hii Biblia imekuwa kubwa. Hii imekuwa kubwa sana. Job 8:8 inasema for inquire please of the former age and consider the things discovered by their fathers. So tuweze kudiscover yale our fathers walianza kufuatilia. We have to consider them. That's why we are being called reformers. And reformation has ilianza miaka mingi kabla hata ya the great disappointment. Tunaporudia katika historia ya historia ya kanisa la Kiadventista, unapoitazama vizuri inaanza kujulikana ama kutokea hapo mnamo wa 1840s. Hapo wakati wa Millerites movement ilipoanza kuhusiana na marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili, ambaye William Miller aliweza kutabiri kuwa itakuwa ni 1844. Na hapo ile tunapoona katika Ufunuo 14 mstari wake ni wa kutoka 6 na kuendelea hadi 12, tunapata kuwa ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu uliweza kutimia. Na ilipofika mwaka wa 1848, baada ya ile the great disappointment, nuru ya Sabato ikaingia katika Waadventista. Hapo ndio lengo letu la siku ya leo. Tutaingia katika sealing message and the 144,000. Sasa mwalimu wangu, ningependa utupeleke katika uchambuzi huo, tuweze kuona yale characteristics ya the sealing message and the 144,000. Karibu. Kwa hivyo tutaweza kuangalia characteristics of the 144. Ni watu wa aina gani? Yaani wana tabia za aina gani? Ya kwanza kabisa ni ya kwamba wale ambao wanaitwa the 144,000 ama wale ambao wanaamini katika ujumbe wa malaika wa kwanza,
malaika wa pili na malaika wa tatu ni wale ambao wanaamini ya kwamba kuna Mungu mmoja. Na tunaweza kudhibitisha katika maandiko tunaposoma katika Wakorintho wa kwanza 8 mstari wake ni wa 6. Wakorintho ni wa kwanza 8 mstari wake ni wa 6. Inasema hivi. Kwa lugha ya Kiingereza inasema yet for us there is one God, the Father, of whom are all things and we for him, and one Lord Jesus Christ, through whom are all things and through whom we live. Kwa hivyo hapo tunapata ya kwamba wale ambao wale ambao wako miongoni mwa 144,000 wako na characteristics, na moja wapo tumeweza kuona ya kwamba wanaamini ya kwamba kuna Mungu mmoja. Na kuna verses mingi tu, na tumeweza kuquote ya kwanza Wakorintho wa kwanza 8:6, kuna Deuteronomy 6 verses 4, kuna Waefeso 4:6 ambaye inadhibitisha wazi ya kwamba tuko na Mungu mmoja, na Timotheo wa kwanza 2:5 inathibitisha kuwa kuna Mungu mmoja aliye Baba. Na kuna Bwana mmoja aliye Yesu Kristo. Kwa hivyo characteristic ya pili, kwa hivyo ya kwanza tumeweza kuona ya kwamba wanaamini ya kwamba tuko na Mungu mmoja. Characteristic ya pili, wanaamini ya kwamba Yesu ni mwana mzaliwa wa pekee wa Mungu. Amina. Tunaweza kudhibitisha hiyo katika kitabu cha Yohana 3:16 inasema, ambaye hata tumekuwa tukikariri kila na wakati. For God so loved the world, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa kwanza wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee mbali hawe na uzima wa milele. Amina. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Yesu Kristo ni mzaliwa wa pekee wa Mungu. Kwa hivyo the second characteristic ya wana 144,000 ni ya kwamba wanaamini ya kwamba Yesu Kristo ni mzaliwa wa pekee wa Mungu. Amina. Pia wanajiuliza kwani Yesu alizaliwa aje, ama kwa kuwa wengi wanajiuliza si Yesu alizaliwa baada ya yani pale Maria alipokuwa anamzaa. Yesu anatuthibitishia katika Wakolosai 1:15 anasema yeye ni mzaliwa wa kwanza wa pekee wa Mola. Naye katika kitabu ya Methali 8:22 kuteremka anasema alikuwako kabla ya vilindi, alikuwako katika kabla ya uumbaji wa kwanza wa kale ya Mungu. Pia katika roho ya unabii inatuthibitishia katika kitabu inaitwa Early Writings 1:45.1 inatuambia pale Yesu alikuwako na Mungu mwenyewe katika uumbaji. Pia katika Patriarch and Prophet at 4.1 hapo inatuelezea kuhusiana na hiyo Methali 8:22 inasema Jesus Christ declare about himself that I was there before the beginning, ama I was there before the creation. Asante sana. Kwa hivyo asante sana kwa ujumbe huo. Characteristic ya tatu ni ya kwamba ili ukue, ama baadhi ya tabia ya 144,000 ni ya kwamba they are not liars. Mwalimu wangu liars kwa Kiswahili muongo. Yani si waongo. Ni watu ambao wanasema ukweli. Kwa mfano katika safari yetu ya imani huwa tunajifunza ya kwamba tusiweze kusema kila ambacho hakiko kwenye Biblia, ama kila ambacho Biblia inakataa. Kwa hivyo unapodanganya basi umeweza kutoka katika, ama umeweza kuwa na tabia ambayo Biblia yenyewe hairuhusu wewe ukue naye. Kwa hivyo characteristic ya tatu inasema ya kwamba
they are not liars. Yani wala ambao wako miongoni mwa 144,000 they are not liars. Hawapaswi kuwa muongo. Hawapaswi kuwa waongo. Na Yohana wa kwanza inatuambia ni nani aliye muongo? Anayekataa kuwa Yesu si mwana wa Mungu. Ni yule ambaye anakana ya kwamba Yesu sio mwana wa Mungu. Kwa hivyo hawapaswi kuwa waongo. The fourth characteristic ni ya kwamba wanapaswa kufundisha ukweli. Amina. Hapo kuna mtihani. Hapo hatari sana. Ni hatari sana. Ni hatari sana. Maana kuna watu wengi ambao tunatumia tu Biblia moja kufundisha kanisani. Lakini unapata ya kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo hawaguzii sana. Hata katika maandiko matakatifu tunatumia Biblia moja ambaye iliandikwa na Roho wa Mungu. Pia unapata kuwa kuna yale mafungo ambayo hawawezi kuguzia kwa maana itawafukuza wale washiriki wao. Kwa mfano katika kuweka nywele, kufuga nywele pamoja na wanaitwa kusuka nywele. Wanapoisema katika kanisa itafanya washiriki wengi watoroke. Watu watatoroka. Hiyo ni Petero wa kwanza 3:3. Na pia katika Timotheo wa kwanza 2:9 inatuambia kuwa yale kusukaji wa nywele ama hiyo kuweka vitu vya dhamana ili kuweza kufutia. Lakini pia hizo ni baadhi ya kanisa za uongo ambaye imejaa machafuko na tuweze kujihadhari na wao. Kwa hivyo ama Biblia inatuambia kwamba hatupaswi kuhubiri kila ambacho hakiko kwenye Biblia. Naam. Kwa hivyo wachungaji ama watumishi wenzetu tunawasihi sana ya kwamba tufundishe kila ambacho ni kweli. Kama ni kwa mfano siku ya Sabato, tufundishe ile ambayo imethibitishwa katika maandiko matakatifu. Kama ni mambo ya mavazi, kama ni mambo ya ulaji na mambo kama hayo, tunapaswa kufundisha watu ile ambayo imethibitishwa katika Biblia. The fifth characteristic ya 144,000 ni ya kwamba wanapaswa kutunza Sabato. They are supposed to remember and keep holy the Sabbath day. Hiyo tunapata katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wake ni wa 8. Inasema ikumbuke siku ya Sabato itakaze, siku sita ufanye kazi yako yote, na siku ya saba ni siku yako, siku ya Mungu. Usifanye kazi wewe wala mwana wako wala mchumba wako wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Uitunze na uweze kuitakaza kwa maana ilitakazwa. Kwa hivyo hapo tunapata ya kwamba siku ya Sabato ilitengwa, na unaposoma katika sijui ni Marko 2:27. 2:27 inasema ya kwamba Sabato iliumbwa kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Pia unapata katika Ezekieli 20:20 inasema ya kwamba Sabato ya Mungu ni kama ishara. Wewe sasa hivi nikikwambia usaini ama uweke saini yako, hiyo ndiyo ambayo itabaki kuwa saini yako, haiwezi ikabadilika. Vivyo hivyo Mungu mwenyewe aliweza kuweka Sabato kama ishara kati ya watu wake na Mungu. Na pia unaposoma katika kitabu cha Mwanzo 2 mstari wake ni wa 1 hadi wa 3, utapata ya kwamba baada ya Mungu mwenyewe kumaliza kazi yake ya uumbaji, aliweza kupumzika, na
kando na kupumzika, aliweza kuibariki siku ya 7 na kuitakasa. Hiyo tunapata katika Mwanzo 2 mstari wake ni wa 1 hadi wa 3. Pia tunaweza kuona katika maisha ya Yesu Kristo, kwa maana sisi tunasema tunafuata Yesu Kristo, ndipo tunaitwa wa Kristo. Tunapoona katika Ufunuo 14:12 inasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu wao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Imani ya Yesu Kristo ilikuwa nini? Tunapoona katika Luka 4:16 inatuambia kama ilivyokuwa desturi ya Yesu Kristo, aliingia sinagogi katika Sabato. Sasa yani, hapo ilikuwa desturi yake. Kama ilivyo desturi. Napenda sana hapo. Kama ilivyo desturi. Na pia katika Ezekieli 20:12 inasema it is a covenant between God and the Israelites. Na sisi kama tunavyojua kile ambacho kinatufanya tuwa wana wa Israeli ni kupitia kwa Yesu Kristo. Katika Sabato wengi wanasema tunaitunza, lakini watajipata kuwa wako kinyume na kile Biblia na roho ya Mungu inatutakia. Kwa maana Sabato, ili uweze kutunza Sabato, tunarudi siku moja nyuma kabla ya Sabato. Inaitwa preparation day. Na kazi ya preparation day, wengi watajiuliza kwani siku ya yani kujiandaa kwa Sabato, si ndio? Tunapoona katika Child Guidance 528.1 CG inatuambia kwa siku ya Friday, siku ya maandalizi, kuna vitu ambayo ameweza tunakilia hapo ili tuweze kuzifanya. Kitu ya kwanza alisema cooking should be done on preparation day. Si eti kuwa siku ya Sabato utakula vitu ambayo imekuwa baridi, mbali cooking should be done. Alafu warming uweze kufanya katika siku ya Sabato. Kwa maana hii kitabu inaitwa Counsels on Diet, inatuambia ni makosa kubwa kwa mwili ya mwanadamu uweze kukula vitu zilizo baridi. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, bathing should be done on preparation day. Sasa unapoamka unachemsha maji, unaingia kwenye bafu, hapo utakuwa umefunja Sabato. Sasa asubuhi ukianza kufunja Sabato, si hata siku itaendaje sijui. Haya, shoe polishing. Wachungaji wenzangu, hiyo ndio inatuguzia sana kwa sababu tunataka kung'ara ili tunapo simama kwenye madhabahu tuweze kuonekana kuwa tumeng'ara. Shoe polishing should be done on preparation day. Sasa mtumishi unapoamka ushike brush na ushike ile rangi, unapoanza kuibrush viatu yako utakuwa nimefanya kazi, utakuwa umeharibu Sabato. Na vitu mingi tumeweza kuambiwa katika hiyo Child Guidance 528.1. Ningependa mtu uweze kurejelea katika EG Estate ili uweze kuisoma na uweze kujifunza. Kuna repairing of garments. Mtu anasema shati yangu haina buttons. Na ni siku ya Sabato, ni asubuhi, anataka kwenda kanisani. Ironing of clothes. Hiyo. Kuna pleasure seeking. Kuna worldly employment. Kwa hivyo unaposoma katika hiyo Child Guidance 528.1 utaweza kupata the Sabbath preparation that is on Friday. Pia kabla hatujaondoka hapo, kuna wale watu ambao wanasema ya kwamba siku ni siku. Maana Mungu ametuambia hapa ya kwamba tuitenge siku ya 7. Kwa hivyo tunaposema siku ya 7, tukirejelea jinsi ambavyo huwa tuna celebrate Good Friday na Easter Monday, ni ya kwamba katika Good Friday hiyo siku ndiye ambayo Yesu Kristo aliweza kufa. Na unaposoma katika Luka 23:54 hadi 55
na sita pale utapata ya kwamba Biblia inasema na hiyo siku sasa Good Friday ambayo Biblia inaita katika Luka 23:54 ya kwamba that day was the day of preparation. Hiyo siku ilikuwa siku ya maandalio na Sabato ilikuwa imekaribia. Ina maana gani? Ina maana ya kwamba baada ya Friday ni siku ya Saturday, na hiyo siku ndiyo ambayo Biblia imeita ni siku ya Sabato. Unapo enda katika Luka 24 anzia pale mstari wa kwanza, inasema ya kwamba at the first day of the week, kumaanisha ya kwamba baada ya Saturday, yani baada ya Sabato, siku ambayo inafuata